Okay, akaendelea hapa kusema kwamba uchunguzi unakamilishwa ikiwa ni pamoja na kuwapa wengine unaohusiria au pamoja na kuwapata wengine anaoshirikiana nao wanaotumia namba ambazo tumezitaja hapo juu na zingine ambazo hatujazitaja kwa minajili ya kiuchunguzi zaidi na ukamataji zaidi. Baada ya kukamilisha hayo, hatua zingine za kisheria zitafuatwa. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kuepuka kwa mara ya kwanza kulikuwa na ile sheria kwamba watu kamwe kabisa hawaruhusiwi kuweka ama kuwa kwenye makundi ama kuungana kwa pamoja, ambapo walikuwa wanakatazwa kukaa kwa pamoja kwa watu zaidi ya 10 kwa pamoja. Leo hino kuna taarifa kwa umma ambayo imeweza kutolewa vile vile pia, ambapo imeweza kukataza watu kushiriki kwenye makundi ya WhatsApp group ama makundi yoyote yale ambayo yatakuwa yanahusiana na mipangilio yoyote ndani ya nchi, ama makundi ambayo yatakuwa yameleta watu 10 kwa pamoja kwenye mtandao wowote ule. Basi kumetolewa ilani na jeshi la polisi nchini Tanzania na kuweza kukashifu na kuweza kukataza kamwe kabisa watu wasiweze kuungana kwenye mitandao, na yeyote yule ambaye atakiuka sheria hiyo basi atapatana na mkono wa sheria vile ambavyo inastahili. So nitaweza kusoma barua ambayo imeweza kuwakilishwa kwa vyombo vya habari hapa mnamo tarehe 13, ambapo ilikuwa inasema hivi: Novemba tarehe 12, jeshi la polisi lingependa kujulisha kuwa lilimkamata na linaendelea kumshikilia Ambrose Laus Dede Mnyaturu, mlinzi wa kampa, kumaanisha kwamba huyu aliweza kushikwa. Tuweze kujua sababu gani aliweza kushikwa huyu Mnyakuri. Amesema hivi, akaendelea kwamba ya kampuni alikuwa anafanya kazi kwa kampuni ya ulinzi ya African Safari na mwanachama wa chama cha Chadema kwa tuhuma za kupanga na kuhamasisha uhalifu nchini kupitia kundi la WhatsApp lilijulikanalo kwa jina la Sauti ya Watanzania. So kulikuwa kuna kundi la WhatsApp ambalo linajulikana kwa jina ya kwamba linaitwa Sauti ya Watanzania, ambapo lilikuwa linaongozwa na huyu kijana, ambapo ameweza kushikwa rasmi. Tuendelee. Mtuhumiwa alikamatwa akiwa maeneo ya njia panda ya Mikiungu, wilaya ya Ikungi, mkoani Singida. Kulingana na ushahidi uliokusanywa kabla ya baada ya kukamatwa kwake, unaonyesha katika kundi hilo yupo pamoja na wasimamizi wengine wa kundi hilo la WhatsApp group admins, ambao wanashirikiana na baadhi ya watu waliopo nchini na wengine wakiwa nje ya mipaka ya nchi yetu ya Tanzania, aliyoshirikiana nao kuendelea kupanga na kuhamasisha uhalifu nchini kwa mwavuli wa maandamano ya amani na pamoja na wanaotumia namba zifuatazo. So kuna nambari hapo takriban 7 ambazo zimeweza kuweka, ambazo nambari 2 zimeanza na +44, namba nyingine pia ikaanza na +46, na nyingine pia ikaanza na 447, nyingine ikaanza na +649, nyingine na 255 mwisho, ambazo ni namba za Tanzania hizi. Okay, akaendelea hapa kusema kwamba uchunguzi unakamilishwa ikiwa ni pamoja na kuwapa wengine unaohusiria au pamoja na kuwapata wengine anaoshirikiana nao wanaotumia namba ambazo tumezitaja hapo juu na zingine ambazo hatujazitaja kwa minajili ya kiuchunguzi zaidi na ukamataji zaidi. Baada ya kukamilisha hayo, hatua zingine za kisheria zitafuatwa. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kuepuka kujihusisha na makundi ya mawasiliano mtandaoni yanayoendeshwa na watu waliopanga na wanaoendelea kupanga kufanya uhalifu nchini kwa mwavuli wa maandamano ya amani nchini, au kwa sababu nyingine yoyote ile, kwani huo ni uhalifu mkubwa sana na
hatutasita kuwachukulia hatua ya kisheria bila kumwonea huruma mtu yeyote atakayepatikana kwenye kosa hilo atakayebainika. Aidha, ni vizuri kila mmoja wetu kutambua kuwa watu wa aina hiyo wanaopanga kuhamasisha uvunjifu wa amani, wanaumia ni sisi wa Tanzania, wakati wao na familia zao hawapati madhara yoyote na wanaendelea kunufaika na fedha wanazolipwa kupitia makundi ya mawasiliano mtandaoni wanayoanzisha na kuhamasisha uvunjifu wa amani nchini. So hiyo ndio kauli ama hiyo ndio barua iliweza kutolewa na msemaji wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania, ambapo iliweza kuwasilishwa tarehe 13, ambapo wamesema huyu mhalifu alishikwa tarehe 12. So kwetu hapo kwa KG Chipande tutakuwa na maswali kidogo ya kuulizana na kujadiliana pamoja kwenye sehemu ya kutoa maoni hapo chini, tuweze kuzungumziana sote kwa pamoja. So, swali la kwanza nitakalokuuliza ni, je, unahisi ya kwamba polisi ama jeshi la polisi linafanya sahihi kuchunguza mitandao ya kijamii na kukamata wale wote ambao watakuwa wanajadiliana jambo lolote lile kuhusiana na jambo ama mambo yaliyotokea baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi? Je, hilo ndio swali la kwanza. Swali la pili ambalo nitakuuliza ni, je, unahisi ya kwamba polisi wanastahili waachana na hizi story ili maisha yaendelee kwa kawaida na waache kutia hofu wananchi ambao wana maumivu na machungu lakini wamekubali ili maisha yasonge, lakini bado polisi wanawaregesha nyuma na kuwakumbusha yote yaliyotokea? Swali la tatu ambalo nitauliza pia vile vile na swali la mwisho niulize tu, je, unahisi ya kwamba Watanzania walioenda kwa maandamano waliweza kushurutishwa na watu wengine ambao wako nje ya nchi ambao wanapokea pesa kwa minajili ya kushurutisha Watanzania waende kwa maandamano? Nikifafanua swali hili namaanisha kwamba unahisi ya kwamba walioenda kuandamana hawakuandamana kwa sababu ya ule upendo wa Tanzania, yani hawakuandamana kwa sababu ya kwamba wanajua kabisa tukiandamana tutapata maisha mazuri ama tukiandamana tutarekebisha hivi na hivi? Unahisi ya kwamba ni pesa ndio iliyowashurutisha hao kwenda kuingia barabarani na mwishowe wengine kuchangia vifo vyao ambavyo waliweza kupigwa risasi na polisi? Je, unahisi ni vipi? Na swali lingine pia ambalo nitauliza mbali na haya, ni maswali tu leo ambayo nataka nijibiwe hapo chini. Niulize swali lingine pia, je, unahisi ya kwamba polisi walichukua nafasi yao vizuri ama walifanya kazi yao vizuri ili mradi kuweza kuepusha uvunjifu wa amani nchini Tanzania? Unahisi polisi walitumia njia mwafaka ili kuregesha amani nchini Tanzania? Na unahisi ni kitu gani ambacho polisi ama jeshi la polisi la Tanzania linapaswa lifanye ndio ili amani iweze kurudi kama kawaida vile ambavyo inastahili? Nimekuachia ukurasa hapo chini uweze kunijibu maswali yangu.